siku ya leo tukishuhudia uzinduzi wa huduma ya nishati safi ya gesi ya kupikia ya Puma Energy leo jijini Dodoma. Pekee kabisa nichukue fursa hii kuwatakia heri ndugu zangu Waislamu kwa mfungo mwema wa Ramadhani pamoja na Kwaresma njema kwa ndugu zangu wa Kristo wote nchini. Ni heshima kubwa siku ya leo kujumuika nanyi katika tukio kubwa la kihistoria. Leo tunashuhudia uzinduzi wa huduma ya Puma Gas kutoka wadau wetu wa Puma Energy Tanzania. Jitihada hizi ni kiashiria kikubwa na muhimu ya katika kukuza upatikanaji wa nishati safi kwa matumizi ya nyumbani na biashara hapa jijini Dodoma. Nichukue fursa hii pekee kabisa kuwapongeza sana wenzetu wa Puma Energy kwa kuendelea kuunga mkono ajenda ya serikali ya kukuza upatikanaji wa nishati safi. Kujizatiti kwenu katika kupanua wigo wa upatikanaji wa suluhisho la uhakika na nafuu la nishati safi ni jambo la kupongezwa, mkiwa ni wadau muhimu katika sekta hii ya nishati. Aidha, hatua hii inaendana sambamba na uhakika wa dira ya taifa ya kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034, ambayo inasimamiwa kikamilifu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nishati safi sio chaguo tena, bali ni jambo la lazima. Lazima tukubaliane kwamba hivi sasa nishati safi sio jambo la uchaguzi tena, ni jambo la lazima. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia ni swala muhimu katika kukabiliana na changamoto za kimazingira na za kiafya zinazosababishwa na matumizi makubwa yaliyoenea ya kuni na mkaa. Ndugu zangu washiriki mliopo hapa, idadi ya watumiaji wa nishati chafu kwa maana ya kuni na mkaa inakadiriwa kufikia milioni 950 duniani kote, na ifikapo mwaka 2050 itaongezeka kufikia watu bilioni 1,125,000. Serikali ya Tanzania chini ya kiongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeamua kujizatiti kuja na mpango mkubwa wa kuhakikisha tunaacha matumizi ya nishati chafu. Imesemwa hapa vizuri, matumizi ya mkaa yana athari kubwa kimazingira na kiafya. Ukikata mti kwa ajili ya kwenda kutengeneza mkaa unaathiri mazingira. Madhara yake vile vile ni kusababisha ukame na ukosefu wa mvua za kutosha, hali ambayo inapelekea wakulima wetu wanapata changamoto kubwa. Lakini vile vile matumizi ya mkaa, ambao mkaa wenyewe ni carbon na pia huzalisha carbon monoxide na carbon dioxide, yenyewe peke yake inapotokea yanaingia katika mwili wa mwanadamu inakwenda kuathiri mapafu, ambao pia imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa ndugu zangu, kwa nini ujielekeze kwenye matatizo na ili hali ipo suluhisho ya kuondokana na matatizo haya? Ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan anahakikisha ya kwamba Watanzania ifikapo mwaka 2034 wote tunakwenda katika matumizi ya nishati safi, ili tulinde mazingira yetu, lakini vile vile tutunze na afya zetu. Ndugu zangu washiriki, uzinduzi wa Puma Gas leo ni jambo la kimaendeleo tunalokaribisha, kwa sababu litachochea utumiaji wa nishati safi hapa nchini. Na mimi kipekee kabisa niwapongeze ndugu zangu wa Puma kwa mmetupa heshima Dodoma mjini. Mngeenda kuchagua eneo lolote kufanya uzinduzi wenu, lakini mmetupa heshima hii Dodoma. Huduma ya nishati safi kupitia Puma Gas inazinduliwa leo Dodoma tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025.
Tanzania ina mikoa mingi, ina wilaya nyingi, lakini wametukumbuka sisi Dodoma. Asanteni sana na washukuru sana, Mungu awabariki sana. Lakini pia ni matarajio yetu ya kwamba pamoja na kazi kubwa ambayo tunaifanya siku ya leo, naamini ndugu zetu wa Puma Gates mtatusaidia kwenye kuhamasisha na kutoa elimu kwa jamii ya Wanadodoma na Watanzania kwa ujumla. Tumeona igizo hapa, bado watu wetu wengi wanafikiri kutumia gesi ni hatari sana. Lazima mtusaidie kutuondolea fikra hiyo potofu. Ndugu zetu wa zimamoto hapo hapa wamekuwa wakitoa elimu sana, lakini nyinyi pia Puma mtusaidie kutoa elimu, watu wetu waweze kuelewa kwamba matumizi ya gesi si hatari, iko namna nzuri ya kuweza kutumia pasipo kuleta hatari. Lakini vile vile matumizi ya mkaa ni gharama kubwa zaidi kuliko matumizi ya gesi. Jamii yetu imetengenezwa katika kufikiria vitu vikiwa vizuri kwenye kimuonekano ni gharama kubwa sana. Mtu akiuona mtungi wa gesi, yeye mwenyewe anajiwekea fikra kwamba hii mimi sitaiweza. Lakini kuni, kwa sababu anaziona kwa urahisi, na mkaa anaona kwake ni nafuu. Lakini kiukweli kabisa matumizi ya gesi ni rahisi sana kuliko matumizi ya mkaa kwa maana ya gharama. Hivyo ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanapata kufahamu manufaa haya. Lakini pia niendelee kuwaomba ndugu zangu wa Puma ambao wamenipa heshima kwa mgeni rasmi. Ziko changamoto mbili kubwa ambazo mkurugenzi mtendaji ameanza kuniambia zinafanywa kazi na mmefanya vizuri. Ya kwanza, kuna ndugu zetu wale wanaotoka pembezoni. Ukishampatia mtungi, namna ya kuujaza tena inakuwa changamoto kubwa sana. Gharama ya kutoka kule alipo kuja mpaka mjini inakuwa ni kubwa kiasi kwamba ile gharama ambayo tunasema ni gharama ndogo ya mtungi inapotea. Sasa mimi niwaombe, bahati nzuri Bi Fatma, mimi nakufahamu miaka mingi, wewe ni mbunifu na mimi utaongoza timu yako. Tengenezeni utaratibu wa kuifikisha huduma hii walipo wananchi wetu, hasa wale wa pembezoni na maeneo ya mijini. Hii itakuwa ni jambo zuri sana na naamini itakuwa ni rahisi sana. Na hii mtaifanya kwa urahisi mkiweza kuandaa mawakala nje ya maeneo ya miji, na pia itakuwa ni sehemu ya ajira kwa kina mama, vijana na kina baba wa Dodoma. Na nitaomba msisahau mamalisho wangu mkianza zoezi hilo. Lakini la pili tuangalie namna nzuri ya kuanzisha vituo vidogo vya kujazia gesi, ili vituo visibaki kuwa hivi vikubwa tu. Hii pia itarahisisha sana kupeleka huduma kwa watu wetu kwa urahisi zaidi. Naamini kwa sababu nimepata nafasi ya kuwa na Puma Gates siku ya leo, ninyi mtakuwa watu wa kwanza kwenda katika teknolojia ya kisasa ya kupeleka huduma hii kwa ukaribu, na sina mashaka kabisa na weledi wako na ubunifu wako Bi Fatma katika hili, naamini mtafanya vizuri. Mwisho, leo tuko hapa katika kazi ambayo tutakwenda kuifanya ya kuzindua huduma hii ya nishati safi ya kupikia ya Puma Gates, na leo tumealika makundi makubwa mawili. Hapa nina mamalishe kutoka maeneo tofauti ambao hawa wakipata elimu wa kwanza ni rahisi sana kuweza kuifikisha katika jamii kubwa zaidi, sababu ndio shughuli yao ya kila siku. Lakini la pili, tutatoa mitungi ya gesi kwa zahanati na vituo vya afya vyote vya jiji la Dodoma, ambao na yenyewe pia itakuwa ni sehemu ya elimu kwao, kwa sababu ukienda hospitali alafu ukimwambia mgonjwa kwamba matumizi ya mkaa yana athari kiafya, alafu wanamuona muuguzi huko bize na mkaa na uchochea,
hawakuelewi. Tunataka pia na wenyewe wawe katika eneo hili, naamini kabisa ya kwamba watakuwa ni sehemu nzuri ya kutoa elimu. Baada ya kuyasema haya, naomba nirejee tena shukrani zangu za dhati kwa Puma Energy kwa kutupa heshima sisi watu wa Dodoma kwenye uzinduzi wa nishati safi ya kupikia. Nataka niwaahidi kwamba kama mbunge katika eneo hili mtaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha katika kuhakikisha kwamba huduma yenu inatapakaa ndani ya jiji la Dodoma.